Karibu sana mtazamaji katika simulizi zetu za makala mbalimbali, na leo nimekuletea historia ya wanachuoni mashuhuri kuwahi kutokea katika ulimwengu wa Kiislamu. Si mwingine bali ni Imam Malik maarufu kama Imam wa Darul Hijra. Ninayekuletea simulizi hii ndimi Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Karibu tuwe sote. Imam Malik anafahamika kama Abu Abdullahi Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir. Alizaliwa miaka 93 baada ya hijra ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alizaliwa katika mji mtakatifu wa Madina. Yeye ni imamu wa pili katika wale maimamu wanne waliokuwepo katika nyakati tofauti. Kabla yake alikuwepo Imam Abu Hanifa, na baada yake alifuata Imam Shafi ambaye pia ni mwanafunzi wake, na baada ya Imam Shafi akafuata Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik alikuwa ni mmoja wa wanazuoni wakubwa katika miji mitakatifu ya Makka na Madina. Inatajwa kuwa Imam Malik nasaba yake inakutana na swahaba maarufu aliyelelewa katika nyumba ya Mtume, Anas bin Malik, swahaba ambaye aliwahi kupata dua ya Mtume ya kuombewa kizazi chema chenye ilmu na ufahamu. Baadhi ya wanawachuoni wanatazama pia hata ufahamu mkubwa aliowahi kuwa nao Imam Malik katika elimu ya dini, yamkini ikawa ni katika majibu ya dua ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ni yeye Imam Malik ndiye aliyenasibishwa na madhhabu ya Malik. Madhhabu yake yameenea sana katika nchi za Afrika Kaskazini, hasa katika nchi za Morocco, Misri, Algeria, Tunisia na Libya, lakini pia katika nchi za Afrika Magharibi. Wengi wanafuata madhhabu yake. Babu yake wa pili Imam Malik anayeitwa Abi Amir, inatajwa alikuwa ni katika watu walioishi kipindi kimoja na maswahaba, na zipo kauli pia zikisema alishuhudia vita vingi vilivyopiganwa baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Ukisemwa pia ni yeye ndiye aliyebeba jeneza la swahaba mkubwa na khalifa watatu Uthman bin Affan wakati anapelekwa kuzikwa. Imam Malik alikuwa mmoja wa wanazuoni wanaoheshimika sana wa fiqh ya Kiislamu. Alibobea katika elimu ya hadithi akiwa na umri wa miaka 17 tu. Katika wakati wake inaelezwa ilikuwa ni ngumu sana kwa shekhe yoyote kupata nafasi ya kupewa dhima ya kutoa fatwa katika miji mitakatifu ya Makka na Madina, lakini yeye aliweza kupata nafasi hiyo. Inasemwa ni baada ya wanachuoni wapatao 70 kuthibitisha kustahiki kwake lengo hilo. Imam Malik alikusanya hadithi zaidi ya 100 zilizoandikwa kwa mkono wake. Wengi wanamhusisha Imam Malik kuwaona maswahaba, lakini ukweli ni kwamba hajawahi kukutana na maswahaba. Yeye alikuwepo katika kipindi cha tabi'in, yani aliweza kuadiriki kuwaona wanafunzi wa mwisho wa maswahaba, kwa maana tabi'in. Imam Malik alitajika sana kwa kuwa na uwezo mkubwa wa kukariri hadithi nyingi kwa muda mfupi, na alikuwa na juhudi kubwa sana katika kujifunza elimu yake ya dini. Alijulikana kwa subira yake, akili yake, ufakhari wake, utu wake na tabia njema, katika hali ambayo wanazuoni wengi wakati wake walimsifu. Kando ya jina lake, lakini pia imamu huyu alipachikwa majina mengi, ikiwemo Sheikh wa Uislamu, Hujjatul Umma, imamu wa nyumba ya Hijra, mufti wa Hijaz, faqihi wa umma na mwalimu wa maimamu. Alikuwa na ufahamu mkubwa sana katika elimu ya hadithi na fiqh, kwa kiasi ambacho watu wa hadithi walimchukulia kuwa ni mwanachuoni mkubwa wa hadithi, na watu wa fiqh walimchukulia kuwa ni mwanachuoni mkubwa wa sheria. Katika uhai wake Imam Malik aliwahi kuandika kitabu chake maarufu, kitabu cha Al-Muwatta, kitabu ambacho hata Imam Shafi rahimatullahi alayhi aliwahi kukisifu kwa kusema, baada ya Qur'an na hadithi za Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Muwatta ni kitabu kilicho bora katika vitabu vya kiilmu. Imam Malik rahimatullahi alayhi katika safari yake ya kiilmu alibahatikiwa kusoma kwa walimu mbalimbali. Shekhe wake wa kwanza alikuwa ni Rabia Ar-Ra'i, mwanasheria maarufu wakati huo. Kisha kakaa na Ibn Hurmuz kwa muda wa miaka 7 na hakumchanganya na mtu mwingine yeyote katika elimu ya hadithi kutoka kwake. Kisha baada ya hapo akasoma kwa Ibn Shihab al-Zuhri na wengine wengi ambao Imam Malik alipata kusoma kwao, hadi kasemekana idadi ya mashekhe wake ilizidi mashekhe zaidi ya 100. Imam Malik rahimatullahi alayhi katika maisha yake ya kawaida alioa mke mmoja tu, na alikuwa na watoto 3 wa kiume na wa kike mmoja, lakini hakuna hata mmoja katika watoto wake wa kiume aliyekuja katika uwanja wa ilmu isipokuwa binti yake aitwaye Fatima binti Malik, akawa mwanachuoni. Katika miaka yake ya mwisho ya uhai wake, Imam Malik alipendelea sana kuwa peke yake. Hakuwahi hata kuhudhuria jamaa katika swala ya Ijumaa, na alikuwa akisema kwamba si kila mtu anaweza kujieleza waziwazi. Kwa mujibu wa taarifa nyingine, Imam Malik alieleza kwamba
alikuwa na shida katika kibofu cha mkojo, hivyo aliona ni utovu wa heshima kutembelea Masjidi Nabawi. Aliendelea kusema kwamba hakutaka kusema ugonjwa wake, kwani alihofia ingefananishwa na kulalamika yale ambayo Mwenyezi Mungu amemruzuku nayo. Kwa hivyo Imam Malik alibaki mgonjwa kwa muda wa siku 22. Ilipofika siku ya tarehe 14 katika mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa 179 Hijria, akiwa katika eneo la Baqi huko Madina, Imam Malik alitawafu dunia, na hapo ndipo hadithi ya maisha wake ilipokoma. Mauti yake alimpata akiwa mtu mzima wa miaka zaidi ya 80. Sisi na Mwenyezi Mungu, na kwake tutarejea.